So Yesu alinipenda kwa jambo lingine, ushirika. Saa zingine si lazima tu kwenda kufanya tendo la ndoa ama nini. Saa zingine tembeni kando, mwende mketi mahali. Tunaangaliana tu. Wewe nini? Na wale mko pale ndio wacha kuangalia. Ungeukiaje? Mwangalie hata kwa dakika 3 hivi. Mimi anaanza kuniangalia wale. Muangaliane. Muangaliane kwa nani? Kudhaminiana. Dhamini mwenzako. Kudhaminiana means value. Hii ile baba manu. Ndio kudhaminiana. Yaani kama ndoa ndio kitu kingine afanye sana. Imagine wote na usomi wenu wote unaingia kwa gazeti moja. Alafu labda mbaya mwingine ameharibu hewa ndani. Bado tunavumilia. Alafu sasa unakuja unatuletea ujinga hapo. Kama ile ulivumilia na niliingia maisha yako. Alafu unakuja unabishana siku hizi simuelewi, siku hizi simuelewi, nataka kuondoka. Kwa nini umeelewa ile ingine na ingine uelewe? Something somewhere is not right. Mwelewana na kuwa na nini? Kudhaminiana. Ya pili kujali mwenzako. Pole. Yes. Kujaliana. Jali mwenzako. Au unaweza halaye. Mbona leo usome Biblia dhamini mwenzako? Wangu anakuwa na vitu vingine za maombi zake sio zangu. Lakini saa zingine ninasikia maombi yanapendelea, saa zingine nasikia ni kama anashika na usingizi. Najifanya nasongeza mtu alafu namgonga kidogo ndio apike. Ndio baba au kama maombi yake. Nataka nimjali aendelee na nini? Na yake. Maelewano. Hata kama nikasema, hata kama mnagombana lazima muelewane. Na kama hakuna kugombana, mmoja wenu ni kichaa ama nyinyi wawili mnadanganya. Alafu kimapenzi. Kwani kwenu mlikosa usingizi? Kina mama, kwenu mlikosa usingizi? Jaribu uwezavyo. Vile ulimshawishi katikati ya wasichana wenye walikuwa kwa hiyo dunia yako, hiyo siku. Imagine ndio ulimshawishi, sijui ulimuonaje na ukamfanya nini? Mpaka karibu ameweza kila kitu akipende wewe na atakufuata. Si ufanye hiyo hiyo ulifanya ndio apige, akufuate. Yes, kimapenzi. Baada ya kusema hayo sasa, mume bora. Tuanze na wanaume alafu tutaenda kwa wanawake, si ndio? Wanaume halo? Mko poa? Mwanzo 2:15. Bwana Mungu akatoa mtu akamweka katika bustani ya Edeni ailime na kuitunza. Na maanisha nini? Mume aliumbwa akapewa kazi kabla ya kupewa mke. Nikisema kazi hapa, I don't mean job. I mean responsibility. Ni uweza, sio employment. Ni uwezo kutoka kwa Mungu. Ni ile potential, ile ideas. Mume lazima ujitume, utumie ubongo wako, utumie akili yako, uhakikishe at the end of the day, baada ya siku familia kuna mahali inaelekea. Mungu alitupatia uwezo wa kutumia mawazo yetu na kupata riziki. Because ikaitwa shamba la Edeni. Aliambiwa atalima aje? Hiyo aya akamweka katika bustani ya ilime na kutunza. Alimpatia jembe. Mungu alipatia Adam jembe. Kulikuwa na chuma. Alimpatia panga. Alikuwa alimu na neno. Yes, kazi yako. Kuna vitu Mungu hawezi weka. Brother. Kuna mahali Mungu alianzisha akasema Administration Police of Kenya. Ndio wewe hapo. Haya alianzisha. Lazima wanaume waliketa wakasema tunataka kuanzisha kipengele cha askari. Na si askari peke yake. Kuna askari wa critical infrastructure, kuna wahi na kadhalika, si ndio? At the end of the day, wewe sasa ndio ukasema niende army, niende polisi, utawala na niende polisi. So kaenda hii. At least tumia nini? Nikiona kipindi kingine watoto wanaimba nikasema ni kama inachezelewa wazima. Tumia ubongo, tumia
Nikasema watoto wako na akili kuliko watu wazima. Siutumia ati mnasema CBC ni watu wajifundishe kufanya. Na kuna mtu ndani ya ndoa unajifundisha CBC kupata muziki au kupata vitu. Wanaume mjitume. Mume, gundua uwezo ulio ndani yako. Na baada ya kugundua uifanyie kazi ili ujitambue. Huwezi kuwa mwanaume kabla hujaonyesha kile. Na kama kuna mwanaume umekuwa ukizurura hapa jioni, unakuja unasema, "Wote mnayo." Hiyo ni ujinga. Tena ujinga wa roho, ujinga wa utu uzima. Ukome kwa jina la Yesu. Kale metena usinatana ni nani anakishi. Kaya meti ni mitaji wale kwa. Wote mnayo. Mwanaume lazima ujue mimi ya nyumba yako. Soma Biblia yako vizuri sana. Jamaa anaitwa Abraham alikuwa anaketi hapo hivi. Akaona wageni wanapita kusema, msipite, karibuni kwangu. Akawakaribisha, kumbe walikuwa malaika. Walikuwa watu watatu. Hao malaika, wawili walikuwa malaika, mmoja alikuwa Yesu. Ninaongea juu ya 17 na 18 mwanzo pale. Niko hapo 18 sasa. Alipowakaribisha 17 na 18 chapters. Alipowakaribisha wale malaika, sikia mwanaume mzuri mwenye anajua kujituma. Sio kocha mne. Kama nera engwe atutakula nini? Na wewe ni mwanaume. Kichwa sije najua. Abraham alisema akakimbia kwa Sara akasema pima vipimo vingapi vya unga? 3. Na alikuwa anatengeneza ugali kama chakula. Anatengeneza chakula. Na akamwambia na ukande nini? Na yeye akakimbia akajua ukitengeneza chakula unakula na wet fry. Akakimbia akachukua ndama akatengeneza wet fry. Wakati Abraham analeta wet fry, si alikuwa anapika wanaume mzazi kuniambia wewe kupika Israeli. Mimi ni watumishi walikuwa naye hawa. Lakini sana anakata ugali. Wewe unataka kutengeneza chakula. Abraham alikuwa anajua. Wanaume mabasa tunataka kutengeneza chakula. Yaani brother nataka kutengeneza chakula. Nataka kutengeneza chakula. Namba 1. Abraham alikuwa anajua mpaka mimi ya nyumba yake. Lakini kuna wanaume sasa tunataka kuzungumza alafu nakuja. Tena nakuja jioni alafu akaanza na ujinga wao. Atinataka tu nikienda ninaambiwa mete yani chunga usikanyage hiyo kazi. Ulikuwa nini nikatengenezwa? Wanaume tujitume. Ujue mpaka kupanga budget ya kwamba watu wangu nataka ukwele na mchele kidogo, nataka kuwe na uji kiasi, nataka kuwe na ugali, kuwe na chapati, kuwe na kadhalika. Na wamama wote si kwamba nimesema mchele mwanzo kukimbia na kupeleka. Kama mume wako anakaribia bodi na baa, ni aibu sana kumtengenezea mwanaume huyo mchele. Kwa sababu mbili. Ya kwanza kwa sababu ya afya yake na ya pili kwa sababu mwanaume hawezi kula mchele na akalima shamba. Bado naendelea na mume bora. Basta salimia kanisa. Unajua umekuja kinyume pole. Salimia kanisa kwanza. Ujamege. Mume. Wacha nimsengene kidogo. Tulinyeshewa na yeye. Nikitafuta huyu. Tukanyeshewa wakati sasa tumeenda tunasindikiza yule anapanda akaenda. Ndio tukagundua sasa tulinyeshewa. Wakorintho wa kwanza 11 aya yake ya 9 inasema hivi, wala mwanaume hakuumbwa kwa ajili ya mwanamke, bali mwanamke kwa ajili ya wanaume. Wanaume wote wanajitosheleza. Mnisikie vizuri. Wale wanaume wote wanajitosheleza. So sasa tuambie mzee, kama singekuwa ungefanya nini? Atiange baba angesabai. Hata ukikufa leo bado atasabai. Na akishindwa anaoa mwingine nawe uko kaburini. Lakini wanawake sijui ni nini hata mnunua kitu unaweza kaa kama unaweza na bado sio. Lakini mwanaume anajituma. So usianze kwenda kwa mzee anamsikia kiuna ndamane, si ndamane. Hata bila wewe mwanaume anajituma. Kwa sababu aliumba akiwa kamilifu, wewe uliumbwa kwa ajili yake. Lakini huyo mwanaume hakuumbwa kwa ajili yako. Sio usiposema ati utafanya, utadu. Mwanaume ndiye anasema utadu. Lakini si usimwambie utakuwa unapingana na Mungu. Mume aliumbwa awe kamili awakilishe Kristo.
Na nimesema Wakorintho wa kwanza tulikuwa tumesema hiyo 11 aya ya 3 na Waefeso 5:25. Kama Kristo, enyi waume, wapendeni wake zenu kama mfano wa Kristo alivyopenda kanisa. So yeye anawakilisha Kristo hapa duniani. So muache mchezo. Unapoongea kwa nyumba, unaposoma kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 3 aya ya 3 kiendelea. Huyu mtu anaitwa Sarai. Alikuwa anamtii mume wake mpaka anamuita Bwana. Lord kwa Kiingereza. Kumuita Lord si ati alikuwa ni ati amekosea. It was very true. Yeye ni Lord. Anawakilisha Kristo. Ile kama ndio ile kwa ndio kitaya Adamu. Ama basta ninaongea tu kana kima ndio. Kitaya Adamu, ndio ndio kitaya Adamu. Wewe hata akikuita my Lord, sema yes my dear. Because you are the Lord. After you, it is Christ. But wewe usije ukamuita Lord, Lord wako ni Christ. Wanaume wote ni vichwa. Haijalishi kama amesoma ama ni mjinga. Haijalishi kama ameokoka. Ninajua nini? Wengine hapa kuna wale ambao hawajaokoka. Yeye anawakilisha Kristo na pombe yake. Ni vile tu shetani anakuja akampatia left hand. Lakini akirudi tu hivi atapiga mstari na atakuwa mzuri. Brother, hebu simama hapo. Unatoa basta hapa mkono. Huyu ni mchungaji. Sasa hapa na washirika. Lakini akikwambia vile alikuwa anakunywa. My friend, shetani alikuwa amemweka kando. Lakini yeye anawakilisha tena bado Yesu. Tena kwa majani chai ndani. Kama tu siku alikuwa anaenda kupita asubuhi watu tunachai. Karibu na moja siku anaona mtu analala. Akapiga ndugu watu wakakuja akamuokoa. Wakapiga ameenda. Yetu sina kiasi na taa. Unaona? Hata status. Bora lakini baba ya miki. Kama umeolewa na mvuta bangi, tafadhali huyo mvuta bangi anawakilisha Kristo. The only problem ni wewe unachukua hatua. Utaambia Yesu kuja rejesha sura yako hapa. Analanza sura anakuja kutetea sura yake. Akatetea mume wako, anatetea sura yake. Na akitetea Mungu naomba ufanye hivi, urejeshe pale unaendesha. Ati unakuja na simu vizuri sana. Ukishaleta simu fundi, hii yangu kanaitwa Samsung. Unaenda kwa Samsung. Alafu unaanza kumwambia, hebu angalia hapo hivi, fungua pande hivi. Kwani ulikuwa unatuletea ndio tuamrishe. Ukishapatia Yesu, mnamwambia Yesu tetea sura yako, achie hiyo nyingine bila atafanya, bila atatengeneza, haijalishi. Awe na pesa, asiwe na pesa. Yaani nimeenda nikafanya kazi Daudi, unaketi tu hapa. Yaani mtu unaambia mwanaume, aketi tu. Yeye ni kitu hata akiketi. Hiyo ni kazi yake. Wewe unatafuta pesa, lakini ukipata pesa yote leta kwa kichwa. Nisisikie. Basta nasema ukiwa mbele yako. Ili ukifundisha watakwambia John alikuja. Nisisikia kwa hii kanisa na makanisa yenye mnawakilisha yote. Mtu akisema ya kwamba ati wewe mume leta pesa tuhesabu kwa meza. Kama nani? Pesa zote za mke pamoja na mke ni za mume. Wewe ukichukua pesa mume ndiye anazipangia. Lakini wewe usipangie zake. Utachukuaje upangie za kichwa na yeye? Mume bora. Nataka tumalize haraka. Nataka sikia, kuna mume bora na kuna yule tunaita bora mu. Wacha nirudi hapo. Pastor wananiambia ati nimesema uongo. Wacha tuanze kidogo. Unaposoma katika kitabu cha Psalms chapter 24 verse 1, yani kile la Kolosini Saburi, inasema dunia ni mali ya nani? Dunia na wakao huko yote ni mali ya nani? Tukakuja kitabu cha tulisoma hapo, si ndio? Tukasema nini? Mume hakuumbwa kwa ajili ya Timotheo wa kwanza sura ya 2, si tumesoma? Ilikuwa verse 11. Hai, tumesahau. Siku nataka tusome, lakini kwa sababu umesema ni uongo na quote tu bado. Mume hakuumbwa kwa ajili ya mke. Nani aliumbwa kwa ajili ya mwingine? Mwanamke aliumbwa kwa ajili ya
Nani anamiliki mwingine? Nani anamiliki mwingine? Mume ulienda kuposa ama ndio uliposwa? Nani alihama kwao? Nani alihama kwao? Nani alilipiwa mahari? Yaani kwa shule nyingine nani alinunuliwa? Nani alikuja akapewa jina la mwenzake? So wewe mtu bado ndio unapewa bado jina? Ndio unapewa kabila, ndio unapewa ukoo. Yaani hebu usiisi wewe. Kiwoni wale. Kiwoni kaine, kiwoni bidida. Kiwoni bidida. Kiwoni dogo. Kiwoni boy. I hope I have given the point home. Hiyo ingine kando na ile nimesema itakuwa mafundisho ya shetani. Siwaje tu open, itakuwa ni mafundisho ya shetani. Mtu anafanya mazoezi yake, mwanaume anakuacha, anapotelea mbali. Na mtu alikuwa anafanya mazoezi yake. Mume bora au bora? Wanaume wote turekebishe tukiwa waume bora. Wanaume turekebishe tukiwa waume bora. Wanaume waambiane matendo mengi. Sikia. Mambo muhimu. Mke ni msaidizi wa mume, sio mtegemeaji. Mtegemeaji ni nini? Keresi. 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 Nifupe kwa Kiswahili. Ya matiti. Tits inanyonya tu ikipewa. Lakini msaidizi ni kama vile unavyeka nyasi unapea ng'ombe. Ng'ombe inakupea maziwa. Mama ile ndio ingine. Wamama wote ni hapa. Umewahi leta nini kwa hiyo nyumba? Ulileta sura? Unajua watoto au kuleta watoto, Mungu asiseme nileta watoto. Watoto wanaletwa na wanabebwa na wana. Mwenye anatoa jenda ni mume. Mwenye anatoa watoto ni mume. Mwenye anatoa mradi mwingine ni mume. Kenya ukileta kwa nyumba tu ni vitu viwili. Sura yenye ina expire after my days na hakuna kitu kingine ulete kama kitu. Na sasa iko kwa ile, tunaweza kwa ile. Lakini sasa unawashinda na nini? Utakuta kitu ndio utashinda na nao kwa ile. Leta something. Sikio? Sikia. Soma na tena na sauti. Okay. Ndio maana nowadays kama wasi ama wanaume. Unajua wanaume wamelala, ndio maana unasikia siku kwa mama anachanganya kwa kichwa. Kwa sababu yeye ndiye analeta lunch, yeye ndiye analeta kila kitu yeye analeta kuna chai analeta na mzee hapo. Kwa kweli baba mzee ndio kichwa. Lakini analishwa. Sasa atamhitaji huyu. Okay. Upate pesa, mama, mupate pesa, musipate. Mulete mtengeneze pesa, ukuwe president wa Central Bank, hata wa World Bank. Na ulete pesa yote. At the end of the day, utakuwa kichwa na utakuwa mume. Hiyo pesa yote naenda patia yeye apangie, hata kama afanye chochote. Na kama kuna mwanaume afanye chochote kwa hii nyumba, maji pole. Hata kuna hapo kusema mume. Kama uko hapa na utazungura ndio uelewe na mama. Maji pole, enda pale tafuta baa hiyo karibu, kunywa, tafuta malaya pale. Fanya hivyo na ukube utakuta mazishi kwa sababu utasaidika chochote. There are some points Good straight alafu turudi hapa. when Papa is doing these things, anaongelesha mume bora, anaongelesha mume ako na akili, lakini maneno ikiharibika, kwenda wazimu ya pombe inaingia, ina kichwa yake inarudi nyuma. Si ulisema anafanya uta. So you are speaking to the right people, not to the wrong people. Ndio nikasema But mume let us bora. not make some perceptions ya kwamba tunaongelesha wale wako nje. Tunaongelesha wale wako ndani. So mimi ni kichwa ya nyumba yangu. Na nimekuja hapa kwa ajili ya kazi yangu kama mzee. Lakini mzee mwingine ambaye hapo nje na wewe uko ndani kama mama, unajua sasa unaanza kuona mzee hapa amefanya nini? Yutani.
Lakini mimi siwezi fanya hivi kama mimi ni mume wako. Ndio nikasema kama uko hapa. Kama wewe ni mwanaume uko hapa na ni msikilizaji. Hakuna haja uko wapi? Amuka nenda kunywa pombe wewe. Hakuna maana wewe. Na ukufanya huko. Usikae hapo usifungue bure. Lakini hawa tunaongelesha waume bora. Ndiko uongee nini? Imeisha? Wakati. Kuanzia leo wamama wote tuanze kuwa wasaidizi, sio nini? Wewe ati alete kitu kwa nyumba. Basi usiende baraza kama hiyo. Ati kuja tuongeleshe, ati mwanaume aletawi kitu na leo, aletawi kitu. Ulitoka wapi? Alinileta. Alete kitu na huko hapo. Alete kitu na huko hapo. Ulikuja kusaidia ama koroni wewe. Wewe unataka kuwa kupe tu. Wewe wacha kupe. Lazima ufanye nini? Usaidie. Unajua shida watu hawakuona kenye nimefanya. Wewe mzee, beba majukumu. Sikia? Beba majukumu. Ikifika, wewe mama, saidia mzee kubeba majukumu. Haleluya. It is too hard. Wakati mume anang'eng'ana na kazi, mama, vunja proud yako, saidia mzee na umwambie niko. Wewe mzee nao ukisaidiwa, ng'eng'ana. Mama ukiona mzee anatishwa, mwambie asijali, utamsaidia. Hiyo mapenzi yako, mkaze kabisa, kaza yeye. Hata give up, kaza yeye. Hata majamaa wakikuja kando naambia mimi siwapendi, napenda mume wangu peke yake. Kaza hapo. Na wewe mwanaume ukifaulu, hata Slay Queen wakuje, usiwajali. Ng'eng'ana na wako, mjengee na wote muweze kufaulu na muimarishe ndoa nzuri katika upendo wa Mungu. Amen. Na familia yenu itanawiri. Haleluya. Amen. Baada ya kusema hayo, nataka kuwajulisha hili. Asili ya mume. Unapoangalia mume vizuri, tuanze hapo sasa. Unajua shida mkiosoma mnasema katika Genesis chapter 1 verse 26 and 27 si aliumba mume na mke, kwani aliwaumba siku moja? Hakuna. Aliwatofautisha na hakuwaumba safari moja. Sikia, asili ya mume. Bwana akafanya mtu kwa pumzi ya kwa mavumbi ya ardhi na akapuliza pumzi Bwana pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Mungu akapanda bustani upande wa mashariki ya Edeni, akamweka ndani yake mtu huyo aliyemfanya. Tunamaanisha nini? Mume ni original. Hiyo nilikuwa nimesema. Mume ni original. Yaani utakuta udongo inaitwa raw materials na utengeneze kitu yenye hajatengenezwa. Hiyo ni original. Lakini ukichukua ile kitu original, ukuje utoe kitu kidogo ndani yake, utengeneze ingine, inakuwa ni copy ya original. Yeye nimemaliza. Kuna mtu ataanza kusema ati mwanaume si kitu. Mwanaume ni original. Pastor, you are very original. Lakini yeye ni copy yako. Huyu ni copy wangu. Haleluya. Ndio vilikosa kuimba tuimbe yetu ya kwanza. Turudi hapa. Mke ni nini? Bwana Mungu anasema si vema, nitamfanyia nini? Kwanza tujiulize, anasaidika ama anasaidiwa kivipi? Si lazima kwanza tujue majukumu yake, ndio tujue anasaidiwa kivipi? Hebu tuende hivi. Lazima tujue jukumu za mume ili afanywe nini? So tuende majukumu ya mwanaume. Unaposoma Mwanzo, I hope hizi maaya tutaandika. Nimesema sitasoma kila kitu, maana nataka cover vitu kadhaa na muda mfupi. Katika Mwanzo 2 mstari wa 15, Mungu akamuumba mwanadamu, akamweka bustani. Afanye kazi gani? Ili kuilima na kuitunza. So, kitu cha mume anaenda kazi zake ama majukumu zake. Ya kwanza ni utafutaji wa riziki. So, kama umeolewa na sababu hiyo ndio kwa hapa leo, lazima ujue utasaidia huyo mume. Utafuta nini? Ile mboya nje meti. Akija ndiye anajua kila kitu ataleta. Hata kujua kileta riziki na umeoa. Aisha alikuwa hapa ni vile sasa tunamwelewa ile hali nyingine. Nenda ambia sasa tumefundishwa kidogo. Ya pili, akaambiwa alime na kutunza shamba. So anapolima na kutunza ni kumaanisha kama kuna mahindi imeiva avune na apande ingine aendeleze, si ndio? Aendeleze vitu yenye Mungu alikuwa ameweka kama upanzi. So aendeleze kazi ya Mungu. Wewe support mume wako aendeleze kazi ya Mungu.
Ukiona mume anaitwa shepherdess, ametoka all the way from Bomet County ya kuja support mume wake kwa sherehe hii ya leo. Haleluya. Shida nikisema hiyo nasema kama nataka hapo. Usione mchungaji anasema nina ya kutosha. Simuone. Mwanzo 2:16. Akamwambia waweza kula matunda ya bustani lakini usile ya kujua ujuzi wa mema na mabaya. So achague, akaambiwa achague kenye kinalisha familia. Wewe mama, ukielezewa na mwanaume na aseme nataka tu tukikula hivi, wacha maringo. Jizoeze kuzoea mtu. Na sio lisha peke yake, ukikuta mume wako anapenda kutigo, wacha maringo. Ukitaka kuishi vizuri, wewe ulikuja. Kwani ulimuoa, atibianataka kufuata sheria zako. Ulimpata anapenda kutigo, penda. Jilazimishe penda kutigo. Hebu simameni. Simameni nini watu Basi nilisema nini wawili? Nini moja, nini mbili. Simsomane nini wawili? Ama mnielewe. Sasa nani alisema mtu anaenda leo mwingine anaenda? Hii tabia yenu mtaniambia. Nauliza. Na wajua ndio nikawasimamisha. Huyu ni footballer. Simuliana kidogo niliona pale. Ama mtu ana huyu jamaa anacheza football. Ndio anacheza vizuri sana. Huyu kwanza ndiye alikuwa scorer namba 7. Kwanza namba 11. Huyu ni kisa sio? Huyu ni namba 11. Yeye ndiye scorer. Mliona scorer hapo kwenye anakaa. Nikasonga mbele. Alifungia wanaume mikono wanaume akarudia hiyo akarudia. Nikuuliza swali kwa sababu ulimuoa kwa sababu alikuwa footballer. Lakini alipokuja akaingia kwa system. Leo nilichaguka sema nataka mwanangu kupiga mpira. Yatima. Ukikuta anapenda kitu ingia kwa hiyo system. Wacha kuleta nini? Si umsaidie? Walicheza kwa wiki mzima tulikuwa tunacheza boli hawa. Kuna mwingine ule goalkeeper wetu hapo hapo. Goalkeeper. Joyce. Sasa kabisa Joyce. Na mume wake sisimame. Yeye sasa kabisa goalkeeper mzuri sana. Ndio ndio Mungu kwa kabisa. Nasema nini? Mwanaume anapochagua kitu ingia na umsaidie. Mwanzo 2:19. Kupambanua kutumia nini? Akili. Akaangalia akasema akaangalia kenye kinatoka kwa udongo ametengenezewa sasa alitoka usingizi. Akaona mama akasema mama aranye ni mbogozi kijie na nyumba. Akasema hii ni yangu. Punda haiko yangu, ng'ombe haiko yangu. Huyu ni wangu. Hata hivyo mwanamke ni nyama yangu, mwili wangu vipo mifupa yangu. Anajua kuchagua. Wanaume ndio wanachagua vitu. So mwanaume akichagua mahali pa kujenga nyumba hata kama anatoka huko, wacha ujinga. Mwana mimi anene. Sisi wengine tuenyewe. Sisi hapo wewe wacha ujinga. Yeye ndiye anachagua. Na nimesema tangu mwanzoni, yeye ndiye akomfuko kuliko hiyo kichwa. So akiamua kupangilia mipangilio katika familia yako, wacha kielele. Wakorintho wa kwanza 11:3. So unapoenda pale usienda kupinga, msaidie akuwe na akili timamu, wakati amechoka ujue kusoma mume wako akiwa amechoka. Ukimwona amenyamaza, unakuja unamtuliza, ndio akili iweze kupanga vitu vizuri. Sana hiyo kwa kama wa internet tu. Yaani hata maswali ya kile pesa yote ulipata mshahara, usipata mshahara hizi umeishiwaje? Kwani yeye si mwanadamu na ananipangilia. Msaidie apangilie vitu. Akishoka kitu unaongeza ndio apangilie vizuri. Napenda wale wa mama, mimi ninajua na ukitaka kubeba hii itakusaidia ni sawa. Huyo akiniambia saa hizi nilikuwa nahitaji pesa fulani, namwambia chukua simu ndio hiyo. Ukiangalia saa hii juu kuna pin. Ndio hiyo inaitisha pin. Si mwambi ataweka. Aenda ajitumie pesa, ataweka anajua pin ni gani. Ukipenda kuliko pin yangu, hiyo si yeye. Lakini saa hii kuna watu wanaenda na kufundisha usishike mume simu ya mume wako. Ushike kama usishike ni shauri yako. Lakini nataka hivi, wewe umsaidie. Wamama wazuri ni wale wanajua mume wangu ako na
fuliza 30 shillings. Anaenda anajifanya hapa. Mwanaume kutaka kuingia pande na wanawake wazuri wale wanajua simu zao. Unahakikisha ukiona hapa nafuliza ya 200, unatuma 1000, inakata ile ngapi? Akisa anabakiwa na 800 anajisikia ni mwanaume. Na unahakikisha unafuata hiyo simu saa ile haoni. Unakuja unafuta ile message umetuma, akuje. Sasa saa ile anatembea, unasema niko na fuliza ya 200. Unasema tu acha nitume. Nifuliza angalau akisikia nimeishi kalaka leo. Anaenda tu sasa ananunua hivi. Anaona alimwambia kifuliza dress 1. Imeenda. Balance 750. Imetoka wapi? Alafu anakuja kwa mtu. Yaki nimeona maajabu. Wewe unajua. Hiyo wapi ndio? At least nilimwinua mbele ya watu. Nitakuja kuonyesha vile anafunika aibu. Anawakilisha Yesu, nisaidie kuwakilisha nani? Tuko pamoja? Na utamsaidiaje kuwakilisha Yesu? Ukienda hapo town. Unapata wamama wanakaa kama wanaume kwanza. Wanakaa hivi. Na kama hataki kukaa hivi, wako na nguo fupi, imekata huko, wanakaa hivi, alafu anaacha huko iteremke hivi kidogo, kama hii koti yangu. Na kwani unafikiria pasa hata angalia, pasa si tutaangalia? Ama wewe utaangalia? Usana I'm looking to heaven. Hallelujah. Na ukiangalia kila sana anasema nini? Yesu amelala kwa nyumba ndani. Yesu anasikia kila kitu mtu anaangalia. Yesu anaikile huko ndani, sio? Kwa nini unataka Yesu aifike? Si ukae kwa nyumba unaniambia, baba nani leo? Nasema umekaa hivi. Alafu anakuja akiona, si hata anataka kuona. Ama wanaume hamtaki kuona. Wewe unapenda kuona? Na mko peke yenu, watoto wameenda kucheza. Tena mko peke yenu. Ati baba nani kutoka Dubai. Kwanza waje niwaambie, wanaume wote kwa uzuri hivi. Hakuna mwanamke. Unanisikia hivi? Hakuna mwanamke anastahili as long as uko naye kwa nyumba. Ati anakuja, anavaa bra, sio kuna mahali hivi, alafu unafunga, ukifunga alafu unasongeza hivi. Hiyo ni ujinga. Sabuni yako, hiyo ni kazi yako. Unafanya tu hivi alafu unakuja unafanya hivi. Hata sasa ukipiga story. Hata sasa ukifika leo nyumbani. Enda ndani. Enda toa, ukishatoa ya vitu. Kagara anataka nitangine tete ya hizo vitu mazuri. Alafu natoa alafu naweka hivi. Alafu nasema acha nitoe hivi. Alafu wana kama atatoa. Akikaza naambia kama tu ikiwa kwa nini. At least exercise kidogo. Na wewe ukiambiwa ufungue, ifundishe kwa sababu na wewe ni ngumu sio? Lakini unafanana. Wewe wanaume, na ukitoa, sasa unatoa hivi. Sasa unamtolea hivi, usimwache atoe hivi strap. Toa zote. Na sasa unatoa hapa hivi, hakikisha umeiba uangalie ni namba ngapi ili kesho unaniletea. Matarajio, wanaume wote, hawa mama wanatutarajia nini kwetu? Tunastahili kufanya nini? Ili tusaidiwe, lazima tujue majukumu yetu. Tunatarajiwa kuwa na uongozi, leadership. Na katika leadership ni mambo matatu. Ya kwanza ushawishi, influence. Lazima leadership yako iwe na influence. Sio force, sio kulazimisha, ni ya influence, kushawishi. Jambo la pili, utangulizi. Kila kitu wewe ndio unatoa utangulizi, initiative. Kama kwa hiyo nini? Si tunakufunza kwa hiyo nini? Wewe ndio unatoa ID. Na wanawake wote usiwahi shauri mume wako. You sell idea to the man. Usishauri. Mfano? Si wewe tu mjata. Alafu yani jinga wa kiroho. Naona alimu mlango. Mwanaume mtoni kwa maana au amrishi mwanaume. Una sell idea. Unamwambia ndio nimejitahidi nipate chakula mnupesi. Naomba tu kidogo hivi.
nitatoa kwa moto isiungue, naomba uniruhusu nikimbia kantini. Niende nilete chumvi, nitaharakisha. Mzee anaona na njaa yote. Kitambo ende na ni mama na anaenda pole pole, akutane na mama wengine akija shule. Ananunua idea anakuambia, "Fanya hivi, hata kuna credit nilikuwa naenda kutafuta. Siwanja nikuje naye." Wewe unasema kwa nyumba, "Yes." Na mwanaume anajua kile linatoa idea kwenda kulete, anaenda ananunua. Hata hapa anunua credit. Ndio sasa alikuwa anataka kujituma kama mwanaume, simo vile kwa hiyo hapo, nyanga sasa ndio. Anaenda ananunua credit. Anakuagiza, anakuja akijingana, akipiga rafiki anasema achukue kitu na at the end of the day umesema idea. Vivyo hivyo hata katika mambo ya miradi, sell the idea, usimwamrishe mume ukitaka kuishi vizuri. Hata wewe utapata enough time. Leo mege tunataka tujenge nyumba, tujenge hivi. My friend, ile resistance utapata pale, ndio utajua wewe si kitu. Kujitoa, bado tuko uongozi. Mwanaume ni wa kujitoa. Sisi tunasikia kitu kwa kitu. Mama ndio angalia alafu ningeti. Kuna mtu unajitoa na tokezea mbele alafu na you have some initiative and sacrifice for yourself. Go. Jitoe kwa ajili ya familia. Jambo la pili, wanatarajia kuwe na uwepo. Yaani presence tu, availability. Yaani kuna sana tu anataka tu, yaani uko tu hapo. Sio ati anataka ufanye chochote ama chochote, anataka tu uwepo pale. Lakini wengine hapo anasema ndio my friends, bila tutatangaza na tukuja tuimbe wimbo namba 100. Ni namba 100? Ama na ngapi? Tarumbeta ya mwana itakapolia. Masikia wanajua hiyo. Alafu saa hiyo tumeshika pande wanaume wa kanisa. Tarumbeta ya mwana itakapolia. Alafu saa hiyo kuna jamaa ametangulia na kapicha hapo hivi. Hiyo siku ndio utajua presence yake ni amani. Wanaume sasa zingine wacha presence isikike. Around tu. Panya zingine zinakuja hapo nyumbani wajue kwa around. Kwa sababu tunaleta sense of security, ulinzi. Jambo lingine, kumilikiwa. Yaani kuna saa tu anakaa tu watake tu kuona. Yaani mtu anaenda alama anakuja kuuliza maswali. Na akikuja wanawake wako na maneno mingi na wanataka ishe. Ingine ni maswali haitaki majibu. Inataka tu ucomment na cliches of words. Hii akija si ilikuwa na ujinga gani? Hivi imagine akija sasa ilikuwa ni mbaya siku nilisahau kuvaa. Alafu wale nataka nifundisha kwa asubuhi. Hivi tu utajibu hapo usiseme sasa sio ni ujinga. Usijibu hiyo. Unasema tu yaani ndio story endelea. Usipojibu tena nakwambia mbona usikia? Yaani sasa unasema ama alafu story endelea. Alafu tena nitakwambia zake. Imagine tuliongea na wewe ukoongea ni vile tu unajibu. Story inaenda. Belonging sense of. Sasa anakuja na kupatia story. Sasa hata ndio nikaingia for speed kwa simu yangu. Ndio story silale. Story endelee. My friend napiga story watoto wakishamaliza ama anaenda kulala ama anatoka shuleni wakati watoto hawajamchunguza. Napiga story. Na mimi nasema ikaendaje? Akienda akatiza na kitu kama simu katika napiga lazima ambia ulikuwa unanielezea vile kitu fulani hivyo endelee ananielezea anasikia sense of belong. Alafu under availability kusikizwa. That listening here. Hata akipiga story usimwambie tulikuwa umeniambia jana. Jifanye huko umesikia jana. Ikanalika nini? Leo najua atasema hivi busy. Tendo la ndoa ni matarajio tu bado. Kuna wamama hapa. Nitawatambia ni shida gani inawasumbua. Ati hawataki kuguswa. Lakini mama mzima na mwenye akili yake ni timamu na message yake ni mzuri, lazima awe anatarajia tendo la ndoa kutoka kwa mume wake. So wanaume tukaze. Ndio nikasema kukula mchele kwa mwanaume ni marufuku na hiyo ni kujidhalilisha. Na kama unataka kupenda mume wako, hiyo ni tendo la ndoa, hiyo ni afya ya kimwili ya juu. Lakini kama unampenda pia, matatizo yanayoletwa na kushikana mishipa ya maji, blockage of urethra. Problem hiyo uchangiwa 90% na mchele.
ukiwa umefika umri wa 40 and above. So kama umefika 40 na utaki mume wako ashike na shida hiyo ya urethra, tafadhali usimpatie mtego. Yeye imelala. Wamama wote wako na wivu. My friend, nikija saa hii nimhabu. Hauna kwa na shida. Ndio. Wacha wewe. Uhabu wangu. Na anakumbua kidogo. Unasikia mambo yameharibika. Unaona wanacheka wanajua ninamaanisha nini. Wako very jealous. Na hakuna mama yule anakaa ndani. Hata kama ni dada yako unapata wanakaa na anaanza kusema mbona ni kama anatumia sabuni vibaya. Si sabuni. Na ni dada yako maji natoka nitoke. Ya pili, uume. Manu. Wacheni kwenda kukula chips na vitu mbaya na kunywa soda huko. Alafu nakunywa chemicals. Ukikuja unaanza kusema sasa Filipi, tunatarajia usimame kupandisha bendera. Alafu sasa unataka kupandisha bendera inafika ile ya Raila Museveni. Unaanza kusikia. Hiyo ni Kristo. Lakini kama mwenye Kristo umepungua kidogo anakuuliza, umeanza? Na kwa nini umeanza nini? Yaani nasikia bendera ikipanda mlingoti, inafika katikati anajua imepitia kwingine na utapitia kwingine ni hivi tunakula vibaya nikipelekea na mabadiliko. Mwanamke anataka kubembelezwa mapenzi. Mama, nibebe, nibembeleze. Wewe bembeleza. Si ati jamani ma. Ile tunataka ilikuwa. Kitanda. Hakuna. Hata mbona utengeneza hivyo? Toka kwanza unakata kitunguu pole, unalia kidogo, unapanguza, unaweka kwa sufuria. Si kitunguu si ndio? Alafu kwanza unaweka kama mafuta. Na mafuta kaungo. Unasikia anatoka vizuri na tomato. Tunatengeneza mboga yako. Kwa nini ingine utengenezi? Anza asubuhi, bembeleza pole, mwambie you are very beautiful. When I feel my heart. Mwanzo 2:25. Nao walikuwa wote wawili. Nini? Nimeruka. Nao walikuwa wote wawili nini? Sikiza. Simuko hapa. Kwanza niongeleshe nini na nini? Hawa si kama wao karibu. Kama kwa hii wiki moja. Wewe mume ama wewe mke. Haujawahi simama na nguo ya ada hivi na mkaongeleshana tu kabisa. Hata siku moja. Ndio hapo si mzuri. Akikuja, mahali hapo ukienda leo, pengine hajaokota hiyo. Ukienda leo, enda jifundishe kusimama mbele yake vile hivi. Ndio niko tu mpaka leo hapo tumekosa. Hata kama inaelekea hivi. Ni yake. Na ukitaka kujua ni yake. Wacha nikuja nishike hata kama inaelekea kama nishike hivi. Hivi kwa nini inaenda napanga kama hivi? Wewe si kweli. Kumaanisha ni yake? Na maanisha nini? Mtabiliane. Kaa neke. Hivi Biblia si nini iliandika? Jida unasikia nani hayo? Unakuja hapo. Financial stability over direction. Ngoja kidogo. Hii mambo ingine hapa tupunguze sauti. Ikawa bosi. Nimeambiwa haikusikika tena, nimepunguza zaidi Kuna vitu mbili anaulizwa. Na hiyo ni public show Ukiambiwa uchague pesa na ile bendera ile simama. Mko pamoja na mimi kwa wale wasikii Kiingereza. Financial stability over election. Yes, I will choose an election. Why? Why?
Yaani kwa Kiswahili anauliza, huyo mama anauliza, ukiambiwa kuchagua kati ya pesa mingi na jamaa amesimama hivi, utachagua gani? Akasema mara 100 atachagua yenye imesimama. Akasema pesa zinatafuta. Hii utaenda kutafuta kwa duka. Siku ile jamaa ya mume wako itakaa hivi. Unaangalia hivi. Unakataa kwenda kutafuta kwa duka. Tendo la ndoa ndio ninaongea juu yake. Sikia. Kutoka 20 mstari wa 11. Kwamba atajitolea mke mwingine chakula chake na nguo zake na ngono yake hata punguzia. Okile ya juu sina haja nazo, nataka hii. Asipungukiwe na nini? Kama wewe ni mume, si tu kama Maria Dawata, kama mke wako hapo mbali, like wewe. Na nini? Tumana pesa kwa M-Pesa, lakini kuna kitu tumani M-Pesa, enda fisika. Hata ni mwanadamu na anahitaji. Mithali 5:18 chemichemi yako ibarikiwe nawe ufurahie mke wa ujanani wako. Anasema matiti yake yakufurahishe. Si ushike. Ndio kwani ni matina na unataka asile nani? Sinisumbue. Unataka nani asisumbue? Kwani kama mlikosa usingizi ndio unakuja kwa mtu wa mtu na amelipia na akakubeza na akalalamika. Unamwambia atasibuze. Akubuze. Patia yeye kabisa. Ashike adosheke. Hiyo sio mimi. Soma vizuri. Ukiteremka chini inasema mwanaume utoshelezwa na matiti. Kwani pia ni mtoto peke yake? Nimesema vibaya. Iko kwa Biblia. Ama haiko kwa Biblia basi? Na inasema matiti kabisa. So mkiona tunashika sikupenda kwetu. Na ukiona mwanaume anaenda kupenda kwa haki za wengine, ni bila kwa sababu ulimnyima. Sasa anataka asimuze. Inaitwa kukula sote kwa karatasi. Turudi sasa majukumu ya mke, tumemalizana na mwanaume. Kwa sababu sasa tumejua anasaidia yeye nini. Wakorintho wa kwanza 11:9 usisahau wala mwanaume hakuumbwa kwa ajili ya mwanamke, bali mwanamke wewe uliumbwa kwa ajili ya huyo mwanaume. So you are there because of him. Imigona amuninende. Wake si ni wasaidizi wa wanaume na sio kinyume. Kwa hivyo usienda kumtawala huyo mume. Wewe ni msaidizi wake, sio controller. Sio ndio unaamurisha vitu. Hata ukiwa na pesa ati yeye shika hii. Hata kama unakuwa na pesa na unataka kujenga, usiambie mume na kaanza kutoa gorofa hapo ati mume ati ni surprise. Hiyo surprise yako kaa naye. Mungu na mume hawataki. Wewe peke yako ndio unataka na shetani. Wewe unakuwa mkali, anakuwa mkali. Ukitaka kujenga mradi wowote, kama unataka kujenga ama kununua chochote, enda na kuuzia mume ideas. Nilikuwa nimesema hivi, nikaona nikikaa naye nitakuwa. Na kwa sababu wewe ndio baba yetu sisi wote na kiongozi wa nyumba yetu na bwana wetu, ninaomba uchukue hizi ile project tuko nayo inaweza fanyia. Kama na unaanza kupitia kando, ukiona ukijengea nyumba kubwa, uone kama itatosha, ni sawa. Na kama unataka kununulia hivi CD unafanya. Hakuna kuja mbio unataka shika. Aidha hiyo kitu ilikuwa misuse yalibiwe ama Mungu asisimbuze. Ikaale tu hapo kama sinema. Majukumu ya mwanamke ni kama yafuatavyo sasa. Kwa sababu umejua sasa wewe ni msaidizi na umejua majukumu ya mwanaume. Wasaidizi wa vitu kama ifuatavyo. Number 1. Ngoja kwanza nikuonyeshe. Mwanamke mwerevu. Ukipata vitu umeenda umefanikiwa, husband look at it. Na wakati umefanikiwa labda mzee ana struggle, mama yake anamwambia baba yako ni mgonjwa, tunahitaji pesa nyumbani. Mama anatoa yake anapatia mume ndiye asaidie nyumbani. Sio kinyume anakimbiza tu kwao kila kitu. Na wewe mwanaume unapo struggle, hiyo ni ya familia na utachukua na mnafaidikia wote. Sileki na ikuja na mwambia potelea mbali na mpenzi yako. Na wewe unajenga nyumba yako na mapato ambayo wewe mume umeyapata na inakuwa ni baraka. Jukumu namba 1, kumtafuta Mungu. Msaidie mume wako kumtafuta nani? Mungu. Sikia, Adamu alipewa sheria na Mungu, lakini Hawa akamsaidia kuvunja. Usikule,
ama akamsaidia akakula na akamletea akalazimisha maneno kukula na wakakula wote. Wewe mwanamke, usisaidie mume wako kupoteza imani. Msaidie mume wako tuweze kumtafuta wote Mungu. Tayarisha chakula mapema. Wamama, pikeni mapema. Tufike kanisani mapema. Ikifika jioni pika mapema. Watoto wakule mapema kabla hawajasikia njaa, ndio ibada ifanyike nyumbani. Mume aongoze ibada. Panga wakati wa maombi. Wanaume tukichoka sana, akili huwa inakuwa half asleep. Ndio unapata mwanaume amekuja kabisa, amekuja amefurahi, amewaletea kadhalika, anaketi pale sebuleni na anaweka taarifa. Ukikuja kumuuliza pale ndiye taarifa. Hana clue hata nini. Alitoka kitambo. Wewe ndio utamwambia akumbuke kuomba. Mama pika haraka tayarisha maombi na kukumbusha mume tuombe sasa. Baba hakuje utuongoze katika ibada ya jioni. Very good. Saidia adumu katika kuwa rafiki wa nani? Wa Mungu. Na jinsi ya kumsaidia kuwa rafiki wa Mungu ni jinsi ya kumsupport katika kazi yake ya kanisa na kazi yake ya injilisti na kazi yake ya kumsaidia sana. Ni uhakikishe anapotoka nyumbani, usiwahi toka nyumbani mwanamume akiwa na njaa ya tumbo na njaa ya ngono. Hakikisha ameshiba zote. Unamsaidia hata akienda huko nje, akipata shamba hivi, lazima anakujaga anakaa hivi, anaona ni mjinga, ameshiba kwa nyumbani. Yaani akijaribu hata mwingine akikaa hivi, inakaa kama imeteza maneno ya kazi. Halo? Saidia mume wako kutafuta nani? Mungu. Mke apika haraka, fanyeni kazi haraka na ili muweze kujumuika katika ibada ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Tuko pamoja pale? Number 2, kuakisi tabia ya Mungu. To imitate the character of God. Waefeso 5:23. Kwa nini tuakisi tabia ya Mungu? Kwa sababu yeye ni kichwa kama vile Kristo ni kichwa cha kanisa. Mume anawakilisha Kristo. Kwa hivyo mke amsaidie mumewe awe kama nani? Kristo. Ndiye alete baraka kwa nyumba yako. Akikuwa kama shetani, wewe ndio utaumia. You are the recipient. Wewe ndio mkaribishaji na utapokea yote. Wanadada warembo wamejaa na wanaweza kumharibu. Lakini unapomsaidia kujenga tabia yake, atasaidika vizuri sana. Mambo ni mengi katika hii dunia. Na ili mwanaume asurvive, ni umweke kuiakisi tabia ya Mungu. Utamsaidiaje hapo? Umsaidie kwa njia yoyote iwezekanavyo. Usiache mwana wako karibu kabla hujamwombea. Amejitayarisha kwa bila tote. Kwanza kwa mama walezi wanasema ndio ile. Unapojea mkao. Anakuta socks ni yake na alikuwa jana jioni. Anakuta hiyo socks yangu iko wapi? Kwani uliweka wapi ulipotoa? Hiyo si mke bora, hiyo ni bora mke. Lakini wewe mwenye hapa leo ukiwa mke bora. Ulali, unakuta unashughulika na unapata socks yako. Hata kama anajua mada alikuwa anaweka, unakuta unatoa na mimi kwa socks yako, atoke uhakikishe umemshika mkono umuombe. Umfundike kwa njia yote. Hakikisha kabla haja hajaambiwa huko, hapo mzee. Ile ni nzuri kabisa. Na ukisikia inaelekea imefika huko, ileta hapa ikikaribisha hapa kabisa ndio mwambie naye upige, asikie iko, atoke akienda nje. Haleluya wanaume. Najua mama hawezi sema amen. Inawasumbua. Sasa msaidie ili wote twende wapi? Na kikwambia kaa hivi, unakaa. Anatii imani hata nimechoka. Sasa pita pale unamwambia safari salama unaenda. Alafu hata tu unaweza kaa hivi alafu ukamrap kidogo. Kwani ni nani? Jinsi mumeona vile nimefanya. Hata asimame fanya chochote. Mwenye alikuja hapa na anasema ninasema tabia mbaya shauri yako. Ujue hii kikao imekupita. Yaani ngotomoa cha ati. Ndio hiyo ndio. Ngotomoa cha ati ndio ndio klasi. Ila hiyo ndio analala na ndio. Nimesema nini? Aje haliko kwa hiyo. Unaona watu? Angalia, mtaani tu vile watu wanakaa. Wanavaa nguo fupi hata wakijaribu kukimbia kidogo. Na tunataka tuende mbinguni. Si mtusaidie kina mama mkaa hata tufurahi kwa nyumba. Ili tukifurahi tusifuate watu kama Saidia mwanamume kuakisi tabia ya nani? Maana majaribu ni mengi wapi?
Madereva mko na kazi akisikia. Namba 3. Msaidie mume wako akupende wewe na wewe peke yako. Tuko pamoja? Msaidie akupende peke yako. Yaani waume wapendeni wake zenu. Mume akupende ama alikupendea nini ndio akakuoa? Jufanye uendelee kufanya kitu ndio akuendelee kukupenda wewe peke yako. Kwani unafikiria kenye uko naye wamama wengine hawana hata ya kukushinda? Saidia mume akupende wewe peke yako. Kuna wanawake wengi wazuri na warembo kukuliko na wanakushinda kwa mengi. Kwa hivyo saidia wako aendelee kukupenda. Asipende hao wengi. Sawa sawa? Msaidie mume wako azidi kukupenda zaidi na umsaidie kwa vile utakavyovaa, vile utakavyopika. Mwanaume anatumia macho na mdomo. Period. Hiyo ingine Andati sio wanaume ukikaa vizuri na kurembeke na ashibe tumbo anakuja kila siku nyumbani. Tengeneza usafi. Both usafi wako na usafi wa nyumba na usafi wa mume wako. Rembeka, na sijasema muweke mapambo, na sijasema mkae bila kuoga. Unajua wanawake wote wenye mko hapa na mmesuka nywele na mmeenda blow dry, hamjaoga kwa wiki moja, mnanuka. Mwanaume anajaribu kukuhaka kama vile nilisema, kisiape unapata anafanya hivi. Ukiona mwanaume anakuhaka na kuangalia huko kina ile kweli yani kitu inanuka. Saidia mzee kudhibiti msongo. Wanaume wana face challenges mingi, wanapitia, wanasumbuliwa, wanachallengewa, wengine wako na mabosses wanawake. Wewe! Na nakorofisha mwanaume mzima. Akikuja kwa nyumba ako na stress, msaidie kuondoa stress. Yes, namaanisha nini? Msaidie akupende wewe peke yako. Na upendeke wewe peke yako. Sawa sawa? Asiwapende wengine. Namba 4. Msaidie mume wako kupata nini? Mapato. Unaposoma katika Mithali 31:14 mpaka 15, hulete chakula chake kutoka mbali. Tena huamka kabla haujaisha usiku, huwapo watu wa nyumbani mwake chakula. Ndio, mume anastahili kuleta riziki. Lakini hajasemekana kwa Biblia, yeye peke yake ndiye ataleta riziki. Mama mmoja yuko kingine chakula kabla. Mama mmoja yuko kwa nyumba kingine anasema tu tulete. Sida tukapata wengine nikauliza anatete na hajawahi. Saidia jamaa kununua vitu. Sio yeye peke yake ananunua kila wakati. Tena Biblia imesema hulete chakula chake kutoka mbali. Hadi mume wake nipe pesa nikanunue. Analeta kutoka mbali kumaanisha ni mchapakazi. Na tena yeye ndiye anaamka. Tena kabla ya usiku kumaanisha wanawake kama unalala na kile kupata kwa nyumba okoka. Sijasema badilika, nimesema okoka. Because kwanza umeenda kinyume cha Mungu, ya pili umeenda kinyume cha Bwana. Na cha tatu wewe ni mkaidi. Okoka. Mali zote za mke ni za mume. Nisomee hii aya. Mume hapewi taarifa, unamuomba ruhusa. Nilikuwa nimesema hiyo, nilikuwa najua taarifa. Tusome hiyo aya. Hiyo hata mkisema tumekawia sana kisome hii. Alafu niharakishe hiyo mambo mengine, tuharakishe. Sikia. Mwanaume yeyote hapewi taarifa. Unajua tumetengeneza nini ndio tunataka kutaifisha kijana. Huyu ni mkuzi. Mume hapewi taarifa, unaenda kuomba ruhusa. Nilikuwa ninaona hii kijana anaweza enda hiyo hapo. Yaani changamoto sana kwa mtu. Ndio jamaa tuna asifiwe. Alafu na kelele yako. Unajua nilikuwa nimeambia mjomba wake, leo si wapeleke kae ndugu. Kwa hiyo ni mshika. Mwanaume kwanza anaomba ruhusa. Kabla hujafanya chochote. Hii hata project zako, hata kupeana vitu kanisani. Iwaje? Nimesema hata kuleta vitu. Sadaka unataka hapa. Kuleta sasa ile zile ahadi za ninaleta kwa Mungu. Zaka na sadaka
yake akaongea. Nasema hiyo vitu kwa hiyo kanisa mtatoa sufuria mtatoa moja ya kujenga. Hizo lazima uombe ruhusa kwa mume. Because hizo pesa zinatoa ni zake. Lakini ndio nilifanya kazi ni zake. Hesabu Numbers chapter 30 verses 10 to 13. Nisomea haraka haraka hata wewe ndio uko na simu wewe soma haraka Kiingereza. Kiswahili. Ndio nilikuwa tu kusubiri. Hakuna hata na simu jamani tukasoma hapo. Mali zote. Nisome kwa Kiswahili. Soma Kiswahili Numbers 30 verses. Yaani kwa itoshe kura sasa mko hata abdaman. Tena kama aliweka nadhiri kwa mumewe au kama alifunga nafsi yake kwa kifungo pamoja na kiapo. Unaahidi vitu kanisani kwamba tutataka kutoa pesa ya kisiara. Na mumewe alisikia akanyamasia. Kama mume akisikia ukiahidi na utanyamaza, wala hakumkataza. haina shida. Ndipo nadhiri zake zote zitathibitika. Utadaiwa kanisani. Nilichofungia kitathibitika. Endelea. Lakini kama mumewe lakini kama mumewe alisifatilisha na akasema no, usapeana aliyosikia, ndipo kila neno lililotoka mdomoni mwake itafunguliwa katika hizo nadhiri zake au katika kile kifungo cha nafsi yake halitapatilika. Huyo mumewe ametangua. tosha. Yani ngotile iorote kanisa ile amacho ukutete hawa ndio wao mwigo hiyo. Mungu akasema wewe kwa hiyo inaishia hapo. Sio mwanadamu atoe taarifa. Anaomba ruhusa, alafu Biblia inatoa. Maana kanzo hata Mungu mwenyewe anakufungua. Na uko ndani ya Mungu mnaandika kanisani. Wewe, hiyo kitu unapeleka wapi mnapeleka kanisani? Akikanzo. Hata Mungu atakudai. Mungu anaheshimu kwa sababu alipatia cheo. Alafu hapo katika kupata riziki, mke humsaidia mumewe kimaendeleo. Halo, anamsaidia kimaendeleo. Na hata kuna wanawake wanaambiwa hapo wananunua shamba. Wanaume wote ninavizia jambo. Kuna wengine nilikuwa wamenisikia nikisema siku hiyo nyingine tukiwa Regesi na wale tulisikia tukiwa tukiwa ile mmoja. Wengine mlisikia nikiongea kitu kama hiyo, lakini narudia rasmi leo hii. Wamama mkifanikiwa, saidia mume wako kimaendeleo hata kama ni kununua shamba. Lakini usiende na kipendeleo kununua shamba. Lakini ukinunua shamba haidhuru labda kuna walinunua ni vizuri. Wanaume wote fungua masikio vizuri sasa kinaendelea kusema. Mke wako akinunua shamba na aweke title deed jina lake na kuomba kwa jina la Yesu Kristo usijenge. Hata nirudie kwa kale. Ngokoni leo ni kama Bible. Tena sema akwalibale ako title deed kaineni. Kaza ni nani tatizo? Mende. Ndio nini ndio. Usijenge. Nimesema na nipige usijenge. Hata kama ulikuwa unatembea hivi kwa bahati mbaya, ulikuwa na mbegu za Cyprus alafu ikaanguka na ukaona inawezamia kwa hiyo shamba. Rudi, nenda tafuta na uitoe kuweka kwa mganga na kisha kwa barabara. Nimemaliza hapo. Saidia mume wako kutafuta mapato, fanyeni kazi kama ni ya nyumbani, kama ni ya biashara, kama ni kulima. Mfanye kazi pamoja na msaidie mume wako kutafuta mapato. Kuna wamama wanyawasaidii mume wao. Mume unataka kwenda maendeleo mbele, anakurudisha tu nyuma ama anakukwamisha. Na wako innocent sana na wako hapa. Na kuna wengine wako hapa tu. Unataka kwenda mbele, una jumpstart maisha yako uende mbele. Anakurudisha nyuma. Na anakaa innocent kabisa, hajafanya chochote. Namba 5. Saidia mume wako kumtuliza kimawazo. Wanaume hata sisi tunahitaji. Si ni peke yenu. Ni at least mnalia na mnataka shoulder ya kujilia. Na sio kutaka shoulder. Unataka tu mtu akuja nipe pole. Aniongeleshe vizuri. Sikia, Mithali 17:24. Moyo uliochangamka ni dawa nzuri, bali roho iliyopondeka ukausha mifupa. Imagine, mume unakuja tu unamsoma temperature unasema, yara kutio. Mambo ni mabaya.
Ananiambia, sasa ukinyamaza hivi na unajua Cherona alifukuzwa shule. Kwanza mpiga na sukari leo, unajua mkutuma sukari asubuhi. Wewe mama unaletea kila kitu. Kuna wakati wa kuuliza vitu na kuna wakati wa kusoma neno. Hii si ya kuuliza. Unatoka pole pole, unangoja shule tembele teko vizuri unamuuliza. Sasa hapo chini msaidie kuinuka. Wanaume hupitia majukumu mazito na hatari yaliyojaa misongo. Kwanza askari anahitaji mwanamke mwenye understand na ameokoka amejaza Roho Mtakatifu. Jamaa kama huyu kwanza anapitia wakati sasa wengine wanakuja wakati kuliko mtu anafanya nini na anaenda. Unahitaji mwanamke anayekutulia. Wanaume wengi hufa mapema kwa kukosa kusaidiwa kisaikolojia na kuongezewa msongo nyumbani. Ndio unapata hata alikuwa ananyamaza, hata alikuwa anaimba kanisani, vile hata alikuwa mtulivu, si mtulivu. Misongo ile imemsumbua, ndio hata hapa anachia kusema na mke huko naye anamuongezea. Anajua. Tusaidie wanaume wetu waende kuishi mapema na zaidi. Mithali utasoma kwa wakati wako 31:23. Anamsaidia mume wake mpaka hata watu wakiwa nje wanasema, huyo ako kweli na mke. Sikia, niliona hii picha nikasema niilete. Kuna pressure kazini, kuna matusi na madharau na makelele, kazi ni ngumu, kuna wanawake wengine wanamsumbua barabarani, kuna shida za kiuchumi na majukumu amebeba familia mzima. Msaidie mawazo yake atulie. Angalia huyu. Angalia kazi ya mama. Tunaona kazi ya mama. Yes, mama wangu, you can make it. Darling, tulia my baby love. Wow. Oh, my heart parakasha. Number 6. Kumtosheleza kimwili. Hapa ndio shida sasa. Wamama. Alo, wamama? Yes. Wamama? Yes. Okeni. Mimi ndio namnyima. Okokeni. Saidia mume. Yeremia 31:22, kwa maana Bwana ameumba jambo jipya duniani. Mwanamke atamulinda mumewe. Angalia, hiyo sio kulinda. Hiyo ni uchunguzi. Tofautisha uchunguzi na kulinda. Kwa nini ungoje SMS ingie ndio uchunguzi? Kulinda ndio SMS ingie. Singira yake kabisa mpende. Wanawake kuja hapa na piga mateke, hiyo ni bure, useless. Maana ametosheleka. Sitaki kuongea zaidi. Wanaume wana 60% ya ndoa akilini mwa, 15% ni chakula. Unasikia pia mwanaume ni tumbo Unaona bado iko juu. Sasa maendeleo 10%, family 10%, other things 5%. Nini inachukua akili ya mwanaume nyingi? Jipange hapo. Ya mwanamke walijaribu kuangalia kulingana na Ohio University, walipofanya utafiti, waliona mwanamume katika mawazo yake, ukiangalia mawazo ya wanaume, anawaza ngono mara 19 kwa siku. Anawaza kuhusu chakula mara 18 kwa siku. Lakini mwanamke anawaza kuhusu sex mara 10 tu kwa siku. Na chakula anawaza mara 15 kwa siku. And that is why tukianza hapa tutembea hivi. Mtu atembea jibu. Mananasi. Biscuit. Hata nikiongea sasa, ungetuliza unalipita hapa kanisa asubuhi. Unamaliza Sikia ushauri kutoka kwa watu wengine. Bi Safari. Mimi ni Bi Safari, bila kufanya tendo la ndoa endelee kuvumilia. Haiwezekani. Hata mwaka hata nusu mwaka pia ni jambo ambalo mtu haiwezekani. Hilo si jambo la kuvumilia hata wiki moja. Haifikii wiki moja na tena Nasitaki watoto wanakaa huko nje. Tendo la ndoa ndio tendo la kuleta baraka katika kazini, hata mashambani. Tendo likikosekana hata kwenda kupanda mahindi shambani, hakuna hayapatikani. Lakini tendo liliwekwa kunaleta kitu utakaso. Kwani ni John alisema? Yeye ni John alisema, si yeye ndiye amesema.
Aliyete. Zamani ilikuwa ili mwanaume apate mwanamke kahaba, inabidi aende pale Sinza wanapojipanga. Inabidi aende kule Ohio wanapojipanga. Siku hizi hakuna haja ya kwenda huko. Wameweka namba zao kwenye mitandao. Wameweka namba zao Instagram. Wana page zao. Tena anajiweka picha kabisa. Wanaonyesha mapicha. Kwa hiyo mwanaume Tosha. Hii ndio shida kubwa ambayo washirika wanafesi. Na ukikuja kanisani wanakwaya. Uko kwenu watu wanakwaya. Wanakwaya hapa. Unaona tunajua kuimba vizuri. Tunaimba na wanazalishana kwa kwaya. Shida ni hii. Hawatoshi na si atawasiliana na wafanyakazi wazee na wamama. Na ni wazao. Wako nao kanisani. Kwa nini? Hawatoshelezani ndani ya nyumba. Kwanza nikupatia taarifa mzuri. Sex ama ngono ni kipaji cha Mungu kwa wanandoa, ni gift, ni takatifu kabisa. So Magoronaga, hata mwingine nilisikia akisema ati mimi sijawahi fanya dhambi yoyote isipokuwa na mke wangu. Yeye ni ujinga wa shetani na umang'aa. Yes. Nakuja hapo. Simuko hapa hivi, wako hapa wengi. Ati Mungu hata akikuta kutoka safari anafika Ijumaa na katika Sabato asifanye. Mtaniambia mlitoa wapi hiyo? Ni takatifu, nimesema ni takatifu. Na Mungu ni mtakatifu. Wacheni niwapatie taarifa mpya. Hii ni ibada nyingine kwa Mungu. Kusiwa na ukame kwa ngono sio chombo cha ugomvi, ati kwa sababu alinikataza pesa hata mimi simpei. Hiyo ni shetani. Na wewe ni devil worshiper. Kama bado atunamnyima kwa sababu alikataa kukumbia marinda, wewe jehanamu unaenda kesho. Huondoa msongo na kuleta amani kwa both the husband and wife. Suluhisha matatizo ya ngono. Kama kuna shida iko pale inasudia msifanye. Kama ni shida ya ugonjwa ama ya mawazo ama ya kimwili ama ya kisaikolojia, msuluhishe matatizo ndio hii activity iendelee. Wakorintho wa kwanza 7 aya yake ya 7 mpaka 9. Brother akaniuliza na hiyo maneno. Ni kama ulikuwa unajua nitaangalia hiyo jambo ndio hiyo sasa nataka kujibu. Tufanye tusifanye. Sikia. Unajua nimesema Sabato ndio nataka kununua kitabu cha Wasabato. Adventist Home inasema hivi, the Sabbath and the family were like instituted in Eden. Vitu vilivyotengenezwa kwanza Edeni kabla ya mwanadamu kuanguka dhambi ni Sabato na ndoa. Because mwanamke aliumbwa jioni karibia jioni. So sex ndio walifanya na Sabato ndio imefika. Tuko pamoja. So ni takatifu na ukipenda kama kuna mwanaume aliye halisi, wachungaji anayejua kuhubiri ni yule anamaliza ndio akikuja kwa washiriki. Kwanza vile washiriki wote watakaje? Kwani unamdhani nimekaa hapa hivi nikizunguka? Kwanza kila mtu amekaa hivi na amefunika hivi. Basta hakuna, kuna wengine wamekaa hivi. Ndio ninaona. Na hii Joshua isiamke, hii Joshua ianze kukaa hivi, unaona sasa inakaa hivi. Ni lazima nikujie maneno. Haleluya. Msinyimane isipokuwa mmepatana kwa muda mpate faragha ya kusali mjalia mkajiliane tena. Shetani asije akawajaribu kwa kukosa kuwa na kiasi. Wakati wa fasting hakuna nguvu. Mnamaliza, mnaenda mnakula, baada ya fasting mnakula, mnarudi tena mnaenda kufanya hiyo. Sasa mimi kwa nini nina usiku kwani hata unakula saa yote? Si ndio? Wakorintho wa kwanza 11:11. Walakini si mwanamke pasipo mwanaume, wala mwanaume pasipo mwanamke. Bali katika jamii. So, hakuna kumsema nini ndani. Na si lazima waende kuanzisha kila kitu. Lazima hata wewe utakuta uanzishe. Yeye ni nani ndio msiko, ni msiko mwingine. Hadi leo tukotilia kidogo tu. Ukame wa ngono unaletwa na nini? Sikia. Ya kwanza, kutojua mpango wa Mungu katika ndoa. Hiyo kitu Mungu aliweka sio ya kuzalisha watoto. Kwa kuzalisha watoto ni by product. Kaya ndio ngiyoichi kwa hapo ingine kazi hizi. Wewe unafuga ng'ombe ndio upate cream ama ndio upate maziwa.
Lakini ukichemsha maziwa, cream ndio unatafuta kama maziwa. Sio watoto tulikuwa tunatafuta. Mwenye mkoa hapa na vijana ile sasa sienda wewe. Koma kwa jina la Yesu, sio watoto. Hii ilikuwa ya wanandoa, lakini katika harakati hizo mtoto anapatikana. Namba 2, kuunganisha tendo na matendo. Kwa nini kuna ukame? Amina siweteje? Ni kwa sababu wameunganisha tendo la ndoa na matendo. Kama unipatie alikunikupea upate. Nikiunganisha pesa na hii vitu, hapo ndio tutakuwa na ukame. Naye anakasirika, sikae, sitapata huko nje. Shida inatokea na kunatokea ukame ndani ya nini? Shida nyingine inaletwa na nini? Kutomdhamini mwenzako. Unaona ni kama hafai, ni kama amezeeka, ni kama yeye ni bure, kigaya choso. Kama wewe nyingine, au ndio uko na Mungu bure. Yeye ndio kitu. Yaani unaanza kutumia mwanamke. Hakuna wacha kumdharau mwenzako. Kuwa na mtazamo badala. Kama unaanza kuona across the fence, umeisha. Nondoa bila wale. Wewe koma kwa jina la Yesu. Yesu akikosekana nyumbani kutatokea ukame. Unaangalia kwa bila iwe na kiti ambaye ni Yesu. Lakini Yesu akiingia anaingia na maneno ya nyumba. Kile kiacho wewe ni makini ndio kiacho wewe sikiti. Yesu ataendeleza iguzo. Na isipoguza hiyo ni kufanyia Yesu aliko ndani yako. Jambo lingine, roho ya kutojisamehe na kutosameheana. Uliwahi kosa nyuma huko, sasa unafikiria wanaume wote ni sawa? Bora nimemzalia mtoto mmoja ama mbili, umpei tena. Wewe, bila unifanyia huko msamehe, ujisamehe, samehe mwenye alikufanya na usamehe mume wako. Hata mkikosekana kwa nini mkikosana, sameheaneni na muendelee. Na sio kusameheana tu, hata wakati mmekosana. Brother, unanisikia? Jifundishe kuoga na mume wako. Ananiita msikini. Wao wametia tu hapo. Sasa ndio nini kwa tamaa? Ndio sawa. Ukibeba maji kwa babu mbeba mingi. Na uhakikishe upeleke na tawe, upeleke kila kitu na uje usikie pesa ubaya. Kama anakataa uingie. Uhakikishe sasa anaweka maji kama anauliza. Ngoro sabuni ama unahakikisha kama anatumia maji warm, unahakikisha unapeleka maji moto na unaweka karai. Anapotoka anakuza na sasa ameweka sabuni hadi moto. Anapeleka nini? Ndio atachukua leso. Nasema imejaa. Wewe unakuja na leso yako na maji yako, unakuja kuweka hapo, unaanza leso umefunga mlango na unaendelea. Tafadhali wageni pamoja. Hata leo tunakosana. Hata msongeleshane lakini msukue mgongo. Ataongelesha leo. Na kesi zaidi unajua kulinganisha, ukianza kulinganisha ukisema huyu ama yake ulicho kitu mbaya kuliko justice. Ukianza kulinganisha wao na mwingine, hiyo ndio inaisha na kutaisha kabisa. Alafu mwishowe sasa urafiki ikitoweka. Ngokometo wali dego. Hiyo ndio inaandika. Lazima urafiki udu. Sikia, mwanzo wa marekebisho. Tuanze sasa kujirekebisha sasa baada ya kuona shida. Kwanza tunaanza na wamama. Kila mwanamke aliye na hekima hujenga nyumba yake, bali aliye mpumbavu hubomoa kwa mikono yake. Hakuna mwanaume anayejenga nyumba hata awe ni pasta. Mimi ni pasta ile kotega mapiti. Tengeneza hata kama hapo anahubiri, jenga nyumba. Hakuna mwanaume anayeharibu nyumba hata awe anavuta bangi. Hata yule watu kama ni mdeni. Hapo ambao nyumba, unajua mtu anaendelea anavuta. Hakuna mwanaume mbaya na hakuna mkate mgumu mbele ya chai. Wewe ndio utajenga ama wewe ndio utabomoa. So, marekebisho huanza na kina mama. Wajirekebishe kwanza, mambo mengine yaanze. Kama wanawake wote wangejirekebisha leo, ndoa zote zingesimama daima. Shetani aliongea na mke Hawa. Sikia hapo wanawake, aliongea na Hawa. Shetani hajaiokoka. Kwa hivyo bado anaongea na wake zake. Hiyo wake hata wani. Hata ile wa pastor. Bado shetani hajaokoka akasema sitaenda kugusa wa pastor. Ama anakuogopa kwa sababu ndio.
Basa hapa ni basa hiyo yote anakuogopa. Hakuna shetani hajaokoka akasema niliacha kudanganya wanawake. Hata wanawake hawajawahi okoka kwa kutomsikiliza shetani. Bado wanamsikiliza. Anamwaza. Anamoyo chini. Ai wana hata msinijibu. Sikia. Ati wanawake wanaongea na shetani. Bado wanamsikiza na wanaongea na yeye. Kivipi? Si wanapitia wanawake wengine. Ndio unaona hata bila wanavaa. Wangekuwa waongee na shetani saa hii, hakungekuwa na shida katika maana mume ajengi, mume abongoi. Unaneena kama mwanaume ulienda ukanyoa vizuri na basi, bwana maji, na kuna mke, umenyoa hivi na ukaosha. Unachukua maji unaosha hivi kichwa pamoja na. Lakini kuna mnalioga mwezi mzima. Hiyo si anaongea na shetani. Na Ruth akaambiwa anasema uoshe kichwa. Wao hawaoshi na vizuri inasema. Bali mnataka hata kunena wao mjini. Unaona mara moja na unaruka. Wanaume sisi tunaogana huko na tunamaliza. Bali kwa tunaruka nini tu. Hata tunaruka. Kwanza mwanaume unaenda unaangalia hivyo, unaona leo siku nyeshewa vibaya, unaenda unahama. Unaruka siku moja ukiingia hata na tunavaa. Na tunakuja hapa tunafika kuliosha kuosha. Na tunaanza na kupenda. Tunaogopa kwanza shetani. Sikia. Wana kimapambo, sio nimeongea maneno makucha. Kama umepaka makucha, si bado unaongea na shetani? Nguo za fupi fupi, si unaongea na shetani? Kujionyesha. Unataka watu waone kwamba hata wewe uko na pesa yako. Kutaka kutawala. Hatuna control mume wako. Bado unaongea na shetani. Kupenda nini? Fedha. Unataka tu upewe. Juzi mimi hata mimi niliishiwa. Nikastukia titi. Naona simu you have received. Hiyo pesa nilipewa. Kabla sijasoma M-Pesa, napata message mwenye ametuma M-Pesa. Naona tena message. Darling, hiyo ni lunch. Nilishukuru mara 100 karibu nilipeleka na nilikuwa kwa gari. Na nilikuwa na transport peke yake. Nilikuwa na shamba na kula. Simama yeye aliokoka. Kushawishiwa na wenzake, bado anashawishiwa mume wako sio mzuri. Nilimwona. Bado ndio alikuwa saidi wako. Hiyo ni kusikiliza nani? Shetani. Ndio unapata vitu kama hiyo na vitu vingine vingi zinatufanya tumsikilize nani? Shetani. Ama nitoe mifano. Wazee nitoe mifano. Kama akakusikiliza shetani siangevaa viatu. Sasa sio alisikiliza shetani sasa karibu akuti. Abu kuona? Wazee na pasta, tumesema wamama wetu bado wanamsikiliza na wanaongea shetani. Na wanaongea hata vile wanaweka kimapambo na nguo zao. Na nikatoa mfano, wewe usiangalie chini, angalia huyu. Nikatoa hata pasta aketi ndio niwaonyeshe. Vile wanamsikiliza shetani hata kuvaa kwao, angalia hata viatu. Angalia vile wanavaa nguo, wakivaa boda inaamuka. Si mnavaa na huyu ni mama kabisa na ametoka kanisa. Tena kanisa la SDA. Anatoka kanisa jioni anaenda nyumbani. Nguo inapeperuka hakuna kitu. Bado anamsikiliza nani? Si mnavaa hivi ati wako kwa office wear. Si kesho Jumapili mtavaa hivi mkienda sokoni ati leo mlikuwa kanisani. Bado mnamsikiliza nani? Mnavaa hivyo. Hiyo ni yote ni kumsikiliza shetani. Na mnataka kutawala wanaume. Ati abebe nini? Hiyo ni kutawala mwanaume. Hiyo bado mnamsikiliza shetani? Si msiongee hata wanaume mngenisaidia. Wanamsikiliza shetani? Hebu nizana kitu kama siongee. Hiyo pia ni mwanaume ambaye amekusikiliza shetani. Na hiyo ni kujidhalilisha. Kama kuna mwanaume anapiga magoti mbele ya mke, ni amesahau kwanza, kabla hajasahau, kwanza amemwasi Mungu. Kwa kuambia Mungu mimi na cheo changu ulinipea ni useless. Ya pili, amejidharau. Ya tatu, amejidunisha. Mwanaume atunajifanya ni mapenzi. Hiyo ni ushetani. Na mwanamke mwenye unafanya mume wako abebe hivyo, hiyo ni kumsikiliza shetani. Ati beba mtoto, beba bag na wewe ndio uende ukipoke.
Sababu unapata pesa mingi kuliko. Na kitu kingine tena, angalia huyu. Ama mwanaume akiongea unamwambia unaongea nini na niko na pesa? Unamsaba kofi. Network itapotea. Ama niseme kwa Kiswahili vizuri ndio mnisikie. Sikia. Hujasikia vizuri. Baada ya hiyo kupigwa kofi sikia. Mwanamke ukipigwa unachotaka kuomba msamaha. Wote ndio tunakoishi ndani ya nyumba. Sasa wewe mwanamke anakupiga na wewe unamrudishia. Ndio maana lazima azidumu. Mume arudishiagi kofi. Huwezi tawala. Mwongozo wa marekebisho. Tulikuwa kwa marekebisho, si ndio? Waacha niwapatie vitu 11 haraka maana muda wangu umeisha. Sitazisoma tena, nikupatie mwongozo ambao Mungu amesema mke mwema nani awezaye kumuona? Maana kima chake chapita kima cha marijani. So, Mungu amepatiana miongozo 11 ya kurekebisha. Na sijasema wanaume ndio wanarekebisha, nimesema anayeharibu ndoa ni mke. Anayejenga ndoa, hata pastor hawezi jenga ndoa yake. Hata mlevi hawezi bomoa. Mwenye anabomoa na kujenga ni mke. Nitawapatia vitu 11 haraka. Nimalize. Jambo la kwanza, humpa mume haki yake. Si akusema matitinyo. Kwani kila atusiniguze, kwani tunafanya kila siku. Pea haki yake. Hizo ni aya hizi yenye nimeweka kwa red ni chapter gani? Ni chapter Mithali ama Proverbs chapter 30 verses 10 to 31. So hiyo verses nazisoma hapo. Basi utakuwa ukiona sitazisema. Jambo la pili, hufanya biashara. Ngotiganje litogibuni ngo utalite kuigaresie. Kama unangoja na utaki kufanya biashara wewe mama, wewe ni kupe. Namba 3, anachangia chakula nyumbani. Angojei kuletewa kila siku, hata yeye hununua. Namba 4, hurauka asubuhi sana. Mama wote kama jua inakupata ati leo ni Sunday nilikuwa nina rest, ati leo ni Saturday nilikuwa nina rest. Shame on you. Kama jua inakupata okoka. Hununua shamba na kumsupport mume wake kwa investment. Hiyo nilikuwa nimesema. Na wanaume wote ninarudia mara ya mwisho. Huyo mama akinunua shamba maana amepewa ruhusa. Akinunua na ajenge title deed kwa jina yake. Usijenge na hata usikaribie. Utakuwa ni pesa. Lakini sisi wangu si ananipenda hiyo ni shindwe. Hebu rudia paso asikie. Usijenge. Kabisa. Na hata usikanyage huko. Na ng'ombe yako kwa bahati mbaya ikiingia na ivunje ua. Enda omba msamaha na ujumbe. Na utengeneze fence mpya. Hii ni namba ngapi sijui. Ni mchapa kazi na kusaidia maskini. Anachapa kazi, ako na pesa yake ya kutumia na kukusaidia na anasaidia mpaka maskini. Si ati kusema tu tuliambiwa tutoe mama 50 kanisani nisaidia 50. Atisununulie mboga ya kumi sokoni. Mimi wamama wachape kazi na kusaidia mpaka maskini. Ingine hununulia mavazi familia. Ni wapi imesemekana mwanaume peke yake ndiye ananunua? Hata mama hununua nguo, ananunua mpaka mume wake unanunuliwa. Mzuri. Mpaka boxer. Si hata ulinunulia. Nikasema hata pastor nimejaribu kuangalia. Wamama nilijaribu kuangalia hapa nikafanya utafiti hao wachungaji wakiwa wamesimama. Nikaona asilimia yani 2% ya wamama wenye wako hapa ndani leo hii wamewahi fanywa hivyo. Hata kufunguliwa tu bra hivi hajawahi fungua. Pastor hajawahi hata kufungulia mtu wake bra. Wewe unanunulia hapo bra. Umesikia? Ananunua? Ama nataka kununulia. Anakuuliza size yake anasema. Sio ni mambo yake hapa. Exactly. Sikia, hufunika mapungufu ya mume wake. Hufunika mapungufu ya mume wake. Akiona mahali anataka pesa anafunika mapungufu. Wakati watu wanasemekana wazee wote tutoe 500. Wazee simtoe 500 nani simtoe 500 toa wanaume wote toeni 500. Anaona na anajua mume wake hakuwa na chochote. Unastukia kwa simu anachukua simu mara moja. Sasa anaona fulani jana usisimame. Anashinda ndio kusema nini? Anasema acha nikaa hii. Anasikia ndio anaenda mbele anaangalia hivi.
amereceive kwa mke 500. Unasikia anakuja hapa, akifika mbele alikuwa anakuja pole pole, nitaenda kusema nitaahidi ngapi na nitapataje. Lakini akifika hapa mbele anasikia anasema si ungetupatia watu wengine, ungetupatia namba ya simu ya kutuma. Na sasa imesemekana 500. Anakuja na vitisho, anakuja na alitoa wawi. Maana hapa na kitu ya kutoa, anafunika mapungufu. Nasikia mwanaume anakuja hivi kama ana kitu, lakini akisikia kitu afika hapa anasema, "Ati nimesema tunatoa ngapi wanaume?" 500. Na wewe usiniaibishake. Si ungeniambia tu nitumie na namba ngapi? Wacha nitume 700. Wewe watu wanasema kumbe alikuwa na pesa na hapo na kitu cha. Basi unajua hata mimi nilikuwa nimeishiwa. Simu yangu ya Samsung A20 ikaharibika, ikawa imevunjwa. Ilianguka na mtoto ikavunjika, nikaweka glasi ikavunjika. Nikaa nimeishiwa sana. Nikasema hata sitaki kununua tena A20, nataka kununua kubwa ya kisasa yenye natumia no sim card. Nikaa nasikia siku moja akiniuliza, hii simu yako imekuaibisha. Ulikuwa nataka sasa ya aina gani? Nikamwambia inaitwa S20. Akaniambia, na ni pesa ngapi? Nikamwambia, akaniambia, mimi nikajua ni kawaida wa mama. Nilikaa kidogo hivi nikasikia titi. Kabla sijaangalia, yani pesa imepita hata nilikuwa nauliza. Kabla sijapata nikapata message ya titi. Nirudia ile simu ilikuwa nataka. Pesa itabaki hapo nirudia hata na mimi niko kitaniweka nipo kwa ndani. Yes, wangu ni wangu. Naringa naye. Tunaona ananiangalia mpaka anasikia raha ndani ya Allah. Namba nyingine ni mpangiliaji, anapanga. Anacheka, hapo inasema anacheka wakati anapanga mpaka ya next year. Na kuna mwingine hata leo hajui anaenda kupika nini. Unajua kani ni pesa anapanga. Mke mzuri anapanga mpaka mbele. Kujua kuongea. Mke mzuri anajua kuongea, anajua ataongea nini na ataongea na nini. Yaani anajua ataongea nini na ataongea lini na ataongelea wapi. Sio kila kitu anataka tu aongee. And that is why mwanaume, unaona mwanaume mwerevu ule, si lazima asitazame utaona na mama bakati ya furaha. Niliwaambia mwingine nenda nikauliza wapi. Hajai hata burari. Mwingine ananiuliza namba pastor. Imagine aliniambia confidently. Hata anajua namba ya burari ya mtu wake. Akaniambia, nikamwambia namba ya baba akaniambia namba. Tena wapi? Rumurudi huko. Sasa nataka kumalizia hii alafu tuende kitu kimoja tumalize. Kushughulikia familia yake. Anashughulikia kuanzia mume mpaka watoto. Usisahau Methali 14 mstari wa kwanza, familia huimarika au kuvunjwa kulingana na aina za mke. Sasa nataka tuende mazoezi. Nimalizie mazoezi alafu tuende nyumbani. Si ndio pasta, si masaa imeisha? Nimalizie hapa, sitaongea mwisho. Ikawa alipokuwa amekaa huko siku nyingi, Abimeleki mfalme wa Wafilisti akachungulia dirishani, akamwona Isaka na mkewe wanafanya nini? Wakati ndio chini na kila kitu amkeni msome mbele. Wewe. Kanyaga mbele. Nataka wewe. Kanyaga mbele. Kima na mbele. Kanyaga mbele kuja na hapa. Mimi kanyaga mbele. Na mama unatembea na leso. Amgeni kwa wingi. Mama naongea? Amgeni. Ngoja. Amgeni. Mwanamke na wacha simu. Na mama, hakuna mama anatembea bila leso. Wako? Kama hana kumtafutia. Wacha apita. Kuja wawili. Kama hana kumtafutia. Kuti bora wangu jamii. Fanya mazoezi haraka. Tufanye mazoezi haraka. Very good. Mazoezi haraka tumalizie vizuri. Mume kaa mbele ya mke. Mke wako ape nyuma yako, exactly nyuma yako. Mume
Ukikuja hapa hakuna kitu tunazuia, hakuna kitu tunaona. Ukikuja hapa dakika ni 3, 2, 5. Songa hapa. Songa. Nataka laini moja. Wote tukanyage kwa hiyo laini wanaume. Hapa hii laini. Yes. Fuata sasa kwa karibu. Kuja hapa brother. Kaa nyuma yake. Haya. Wanaume wote akautana, angalia mke wako kwa uso. Na mwangalia akutosha. Angalia mwingine. Hapa. Angalia kwanza. Tumaliza kuangalia. Wanaume wote chukua leso. Na urudi nyuma ya mke wako. Weka sana. Ukisha chukua leso. Haina neno nikopia hata mimi kwa mimi. Hakuna kumsaidia. Wanaume wote shika leso vile nimeshika. Haya, tia mviringo kidogo. Umetia mviringo kidogo. Haya. Usifunge mapua, funga yeye nyuma. Funga yeye hivyo nyuma. Usifunge mapua. Yes. Funga vizuri. Sasa ninaongea. Akaanza zikaze ni wake. Ujeni mbele. Wanamuona kuja hapa. Tafadhali. Ni mimi peke yangu ninaongea. Jambo la pili, tafadhali tucheke baada ya zoezi. Sawa? Gari kule. Tafadhali mnivumilie wakuje wanamalize exercise. Alafu tukishamaliza tuende nyumbani na kula. Haya. Mimi nitakwenda kusoma wewe mwenyewe mwenyewe hebu mrudi kwa ndani. Bila hizi zilikuwa nimeweka. Fanya hivyo ndio hapa. Makazi hapa. Mzee fanya hivyo haraka. Wewe saidia leso. Wamama wanasaidia nani? Very good. Very good. Haraka. Yes. Kisha enda hapana. Tunavingilisha kidogo, nataka mapua apumue. Sasa weka. Wanaume tunaenda kwa wanaume. Msinikawishe na time. Mjani huko. Instructions. Tafadhali hakuna kucheka, maana mkicheka mnapeana signal. Si ndio? Tucheke mwisho wa exercise. Sawa? Wanaume wote mtatembea. Wote wenye mko. Unasalimiana kwa kushika haraka Mwanaume, unashika haraka hata kukawia. Unashika kwa haraka, si ndio? Unashika kwa haraka, shika. Usiseme sikuambia example. Au usishika haraka, unashika na kushika. Usikaribu sana. Umesikia hivyo? Wewe umenishika wewe sio hivyo. Lakini wakati umeshika vizuri. Wamama wote mko hapa. Kila tutakachofanya ni hiki. Wanaume watapita, weka mkono mbele ya kulia na weka kusalimiwa. Dini ya kusalimiwa. Mkono mbele ya kusalimiwa. Wanaume watapita wakiwasalimia, weka mkono ya kusalimiwa. Ukisalimiwa na mwanaume yeyote na usikie hiyo mkono ni ya mume wangu. Weka vizuri. Ukisikia mkono ni ya mume wangu, amjajibu. Ukisikia mkono ni ya mume wangu, usisalimia mwingine na usiachilie. Shikilia hapo mpaka nikwambie achilia. Sawa? Mumenishika vizuri?
Usiachilie mpaka nitakaposema achilie. Na wewe usimpatie sign kwa sababu ni exercise. Sawa sawa. Hiyo mambo mengine itafuata. So mko ready? Ukisikia mkono ni ya mume wangu maana hata gawia. So ukiguza usikia ni yangu shika. Sawa sawa? Ukisikia ni mkono ni ya mume wangu shika. Usibaje kushika ya pili maana wanapita wengi. Simuona ni mko wengi hapa. So narudia mara ya mwisho. Weka mkono mbele. Nataka kufuata kufunguka. Ukisikia mkono wewe weka vizuri. No. Unashika. Unasikia? Unashika. Unasikia mimi nimewashika haraka. Umesikia mimi nimewashika? Ukisikia hiyo mkono ya mume wako, shikilia mpaka nimalize. Ready? Uko ready? Useme ndio. Uko ready? Laini. Ukienda wanaume tukienda. Sasa ndio ukipita. Ukisikia ni yako, shikilia. Na wewe mwanaume usipatiane signal. Usipeane signal. Pita kama umenyima nafasi pita. Pita kama umenyima nafasi pita. Nyamaza. Kama si wako achilia. Haya. Ngoja sisema muende. Wanaume muende. Wewe. Wenye hautakuwa na hapo, wako wapi? Haya, kama hauna wako usitake, kama hauna wako usitake. Kama hujashika na wako kitu. Haya, karibieni hapa. Tulianza na wimbo gani? Hawa walifaulu kwa nini? Kumaanisha kuna kitu mzuri wao wanafanya kwa nyuma. Mshike mwenzako, mshike, mjua yeye, jua mpaka miguu, swali, ingekuwa wewe ungefaulu. Wewe ameketi hapa, ingekuwa wewe hata mwanaume na hata nyinyi, ingekuwa wewe ungekuwa maji. Ungefaulu? Sasa tukimalizia tu hii wimbo. Wako hapa. Haya. Sasa angalia nini tu hapo? Angalia yeye. If you are happy that you are married, say amen. Amen. If you are happy that you are married, say amen. Amen. If you are happy that you are married and you really want to show you are married and you are happy, hang your friends. Tunaomba mtakatifu Baba na Mungu wetu, imekuwa ni semina ya ajabu japo kwa muda mfupi. Tunakushukuru na kulilii jina lako. Imani ambapo tumekosea, Mungu katusamehe, rekebisha familia zetu, utuwezeshe kusimama na kumpinga ibilisi ili kanisa lako litasimama na kusimama. Tusaidie na tubariki tukapata marekebisho kuanzia sasa. Na tuendelee hivyo kuimarika na kujengeka na jina la Yesu tuweze kujenga familia zetu. Pokea sifa na utukufu kwa jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Mchungaji. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Wakati waliofurahia mafundisho, acha nione kwa mikono wale ambao wamefurahia mafundisho. Okay, wale ambao hawakufurahia, mafundisho. Okay. So sitahitaji watu wengi kuongea, ila nitamhitaji mtu mmoja tu aseme kwa sana ili tumalize kwa sababu muda umeenda. So mtu mmoja hawezi kumove photo fans. Alafu tumalize tuondoke kwa sababu imekuwa usiku.